Kampeni za uchaguzi mkuu wa urais, ubunge pamoja na udiwani nchini Tanzania zimeshika kasi kuelekea Oktoba 29. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania ikiidhinisha wagombea takriban 34 wa nafasi ya urais na makamu wa rais kutoka katika vyama 17. Ni uchaguzi ambao umeibua hisia mseto, hususan miongoni mwa vyama ambavyo vinashiriki uchaguzi wa mwaka huu. Kampeni za mwaka huu zimetawaliwa kwa kiwango kikubwa na chama tawala nchini Tanzania CCM chini ya mgombea wake Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anaomba kuteuliwa kwa muhula mwingine. Kwa upinzani kuna tashwishwi kidogo, kwani mgombea ambaye alikuwa anatajwa pengine angetoa upinzani kwa Rais Samia Suluhu Hassan kutoka chama cha ACT Wazalendo, Luhaga Mpina, ambaye alikuwa katika chama tawala CCM kabla ya kuhamia ACT Wazalendo, jina lake limeondolewa katika orodha ya tume ya uchaguzi baada ya pingamizi la mwanasheria mkuu wa serikali. Hili likiwa ni pingamizi la pili baada ya awali msajili wa vyama vya siasa kuweka pingamizi na tume kuondoa jina lake, lakini baadaye mahakama kuu ilirejesha jina hilo. Hata hivyo, kwa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema ni pigo, kwa sababu hakitashiriki uchaguzi wa mwaka huu. Mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu akiendelea kusota rumande akikabiliwa na tuhuma za mashtaka ya uhaini, kesi ambayo anasema imechochewa kisiasa. Chama kingine cha upinzani cha Umma ambacho kimejipatia umaarufu hivi karibuni chini ya Salum Mwalimu ambaye ni mgombea wake, huenda kikatoa upinzani, lakini wadadisi wa mambo wanasema si kama ule ambao pengine chama cha Chadema kingekuwa kimeshiriki. Kinachosubiriwa sasa ni ikiwa Luhaga Mpina atarejeshwa katika kinyang'anyiro cha mwaka huu.